Anajua vizuri sheria au kama anajua vizuri katiba. Kwa sababu katika katiba hii ambayo tunasema ni mbovu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, ibara ya 63 inasema hivi, inataja majukumu ya wabunge. Moja ya jukumu la kwanza kabisa la mbunge ni kutunga sheria. Jukumu lingine la mbunge ni kuwauliza maswali mawaziri. Jukumu lingine ni kuishauri serikali juu ya mambo yote ambayo yanahusu utekelezaji. Lakini anayetakiwa kutekeleza hayo mambo yote kulingana na katiba yetu ni serikali. Serikali inatekeleza kupitia kina nani? Inatekeleza kupitia mawaziri, inatekeleza kupitia wakuu wa mikoa na inatekeleza kupitia ma-DC, wakuu wa wilaya. Sasa huyu jamaa alienda mbali zaidi, akasema kipindi hicho wakati Heche yeye ni mbunge, yeye alifanikiwa, alibahatika kuwa mkuu wa mkoa, na anataja kwamba hakuna maendeleo yoyote ambayo yalifanyika Tarime, Mara. Sasa huyu jamaa kwa sababu ya hayo maneno yake aliyoyasema, ninaomba nimkumbushe kidogo kwamba katika kifungu cha 5 cha sheria ya serikali za mikoa, Regional Administration Act, Section 5 inatanabaisha majukumu ya mkuu wa mkoa kuwa atakuwa ni mtekelezaji wa mambo yote ambayo yanatakiwa kufanyika ndani ya mkoa. Yaani yule ana act kama ndo president wa mkoa. Maana yake mambo yote yanayotakiwa kutekelezwa ndani ya mkoa, yeye ndo anatakiwa atekeleze. Lakini huyu jamaa anasema hivi, yeye akiwa mkuu wa mkoa, Heche akiwa ni mbunge, yeye alikuwa mbunge ndo alikuwa hatekelezi. Sasa hatujui ni nani ambaye alikuwa hatekelezi. Yeye ndo yupo kwenye utekelezaji, huyu hayupo kwenye utekelezaji, lakini ambaye yupo kwenye utekelezaji ndo anayemlaumu huyu ambaye hayupo kwenye utekelezaji. Sasa naomba nimkumbushe ya kwamba inatakiwa kabla hajaanza kuongea, kwa sababu walisema tumjibu, kabla hajaanza kuongea ni vema akawa anapitia katiba kwanza. Akishapitia katiba, akipitie kwenye sheria zao zinasemaje, alafu aje kusema. Lakini swala la pili lingine ambalo ni la msingi zaidi, taifa letu limekuwa limevunjika sana. Taifa letu limeharibika sana, limeharibiwa sana kipindi chote mara baada ya akina Heche au kutoka bungeni. Ndipo kwa mara ya kwanza tumeshuhudia mauaji makubwa ya kikatili ambayo hajawahi kutokea, hii Oktoba 29. Tumeshuhudia mauaji makali ya ndugu zetu, misiba yao mpaka leo hii hapa haieleweki watu wao waliwazika wapi. Hasa kutokana na hayo matatizo, wananchi waliona kama kitu pekee ambacho ni bora angalau kinaweza kikaleta faraja ya mioyo ni uwajibikaji wa hii serikali pamoja na kuinsure katiba mpya ambayo angalau itatupa future ya mbele.